Halo, karibu katika chaneli yetu pendwa. Leo tena tutakuwa tuna moja ya mada nzito na nzuri na muhimu kwa ajili ya maisha yetu na kujiweka kuwa bora. Na leo hii tutakuwa tuna mada ambayo tutakuwa tunaitazama kwa upana ya kuwa kujenga mtazamo wa usimamizi katika kila jambo. Kujenga mtazamo wa kusimama kama msimamizi katika kila jambo. Na kwa lugha nyingine unaweza ukasema kwa Kiingereza how to develop stewardship mindset, namna ya kujenga mtazamo wa msimamizi katika kila jambo. Katika dhana ya somo hili tutasimama kwanza tukitazama katika mfano ambao Bwana Yesu aliutoa, mfano wa talanta. Ni mfano ambapo katika kitabu cha Mathayo, Luka, pia Marko. Ni mfano ambao Bwana Yesu aliutoa kwa wanafunzi wake, akiwaambia habari ya kwamba alikuwepo tajiri mmoja ambaye alikuwa anasafiri. Baada ya kuwa anasafiri, akawaona, akafikiri kuhusu mali zake. Anasema akawapa talanta wafanyakazi wake kutokana na uwezo waliokuwa nao, na aliwaambia, fanyeni biashara mpaka nitakaporudi, au mwendeni mkazalishe talanta hizi mpaka nitakaporudi. Mwingine alimpa talanta 5, mwingine alimpa talanta 2, na mwingine alimpa talanta 1. Kwa hao waliopewa talanta tunajua, aliyepewa 5 alizalisha zikawa 10, aliyepewa 2 akazalisha zikawa 4, lakini aliyepewa 1 akaizika. Katika mfano huo tunakuja kujifunza jambo ambalo sisi litatusaidia katika kuenenda na maisha yetu, ya kwamba katika maisha moja ya mindset, moja ya mtazamo ambao ukiujenga utakusaidia na utakuondolea pressure katika kila kitu, basi ni mtazamo wa usimamizi. Jenga mtazamo wa kusimama kama msimamizi, au unaweza ukasema kama wakili. Simaanishi wakili wa kisheria, lakini ninamaanisha ya kwamba ni mtunzaji, ni msimamizi wa mambo yote yanayokuzunguka kwenye maisha. Tangu tunaumbwa, Mungu ametuumba tusimamie. Ndio maana anasema ili tumiliki na kutawala. Alituumba ili tusimamie uumbaji, sio uumbaji wa kwetu, lakini we are entrusted to. Tumeaminiwa kusimamia, tumeaminiwa kufanya iwe bora. Na mtazamo huu ndio utaweza kukusaidia hata kupunguza pressure za maisha, kwa sababu katika kila kitu kwenye maisha yako wewe ni msimamizi. Hakuna unachomiliki maishani, hakuna unachomiliki. Na siku utakapoanza kumiliki, siku utakapoanza kuvitoa vitu, kuvimiliki, kuviwekea moyoni, basi hapo ndipo utakapoanza kufa na kuumia na kupata madhara mbalimbali ya pressure na vitu kama hivyo katika mambo yakienda tofauti. Sisi ni wasimamizi. Sisi ni wasimamizi. Uhai ulio nao ni msimamizi tu, Bwana amekuamini nao. Fedha ulizo nazo wewe ni msimamizi tu, Bwana amekuamini nazo. Lakini pia muda ulio nao, hakuna kitu ambacho wewe unakimiliki. Hakuna. Yaani hata ukilazimisha ukataka useme mimi fedha zangu ninazimiliki, binafsi ndio unapoanza kuingia pale unapokuwa na moyo wa kutaka kumiliki, kwa kila kitu changu mimi na miliki yangu, wangu, vyangu, changu. Yaani unakuta hiyo moyo wa kuwa na umiliki, kujimilikisha vitu ambavyo wewe ni msimamizi, basi unajikuta unaharibu mambo mengi ndani yako. Ndio maana choyo inainuka, hata kutoa unakuwa ni mgumu, kwa sababu umeamini ya kwamba vile vitu ni vya kwako, vinaisha. Lakini ukiaminiwa ya kwamba yuko bosi wangu ambaye ni Mungu, ameniamini nisimamie vitu mbalimbali, ameniamini nisimamie fedha, ameniamini nisimamie muda, ameniamini nisimamie kila kitu, utafanya kwa ubora. Kwa sababu kwanza, ukiwa mmiliki unajipangia, lakini ukiwa msimamizi unapangiwa namna ya kukitumia kitu hicho. Unapewa mwongozo kwa mimi nasimamia. Ina maana mwenye nacho atakapokuja atataka akute kimeongezeka thamani, atataka akute kimeenda kwa namna fulani. Ndio maana kama utakuwa na mtazamo wa msimamiaji,
utajikuta hata fedha zinazopita mikononi mwako unazitumia vizuri, kwa sababu kila mara unajiuliza, Mungu aliyeniamini na hii milioni moja, Mungu aliyeniamini na hii 500,000 anataka nifanyie kitu gani? Utajikuta kuna sehemu ya kumtolea ambayo wengine atatoa fungu la 10, lakini pengine unaanza kuangalia sasa 90% inayobaki kama mtunzaji, as a manager, kama wewe unayesimamia hiyo fedha 90%. Je, Mungu angefurahishwa na jambo hilo akikukuta unazitumia hizo fedha kwa namna unayoitumia? Unakuta aliyekuwa ametumia vibaya zile talanta alipopewa, aliyekuwa ameiweka, anasema mtumwa mbaya na mwovu. Hasemi mtumwa maskini, anasema ni mwovu, ni uovu. Kama umetumia kitu vibaya ambacho ulipaswa kukisimamia vizuri, ni uovu. Kwa hakikisha muda wako unaotumia vizuri. Afya yako uliyopewa na Mungu isimamie. Kula vizuri, fanya mazoezi, jilinde, lakini vile vile hakikisha unafanya mambo ya msingi. Kuwa mwaminifu katika fedha zako unazozipata. Kuwa mwaminifu katika vipawa ambavyo Mungu amekuamini navyo. Kuwa mwaminifu, vitendee kazi ipasavyo vema. Usifanye tu ili mradi unafanya kwa sababu unacho kipawa. Hapana. Kumbuka hata mwili wako huo uliopewa. Mtume Paulo anatukumbusha katika katika kitabu chake kuwa miili yetu ni hekalu. Katika nadhani wa Korintho pale anazungumzia kwa miili yetu ni hekalu. Kwa kama ni hekalu la Mungu unapaswa kulitunza. Ukiliharibu, anasema Bwana naye atakuharibu wewe. Kwa litunze hekalu la Bwana. Utunze mwili wako. Mwili wako sio kwa ajili ya zinaa. Mwili wako sio kwa ajili ya ulevi. Mwili wako sio kwa ajili ya mambo mabaya mengine yoyote, kuweka matatu na vitu mbalimbali. Mwili wako ni hekalu la Mungu. Upresent ukiwa mtakatifu, upresent ukiwa vizuri. Lakini vile vile unaona ya kwamba Petro wa kwanza 4:10, uaminifu katika vipawa. Anasema kila mtu atumie karama aliyopewa kuwahudumia wengine kama wakili mwema. Unapaswa kuitumia karama na kipawa ambacho Mungu amekupa, sio kama cha kwako kuwaonea wengine. Unajua wengine Mungu amewaamini wao wana karama, wengine za unabii, wengine wainjilisti, wengine ni walimu, wengine ni wana uponyaji. Yaani unakuta hizo karama walizonazo wanatumia kunyanyasia watu au kujinufaishia. Lakini Bwana anataka tuzitumie kama mawakili wema wa vile vitu ambavyo Mungu ametupa. Anasema mtu akitutazama atuhesabu hivi ya kwamba sisi tu mawakili wa siri za Mungu. Mtu akitutazama sisi tu mawakili wa siri za Mungu. Ukiwa wakili wa siri za Mungu, ukisoma Korintho pale wa kwanza 4 utaona habari hiyo 1 na 2, unaona sisi ni mawakili wa siri za Mungu. Anasema wakili nampaswa kuwa mwaminifu. Uaminifu ni kutenda sawa sawa na vile aliyekusudia ufanye kile kitu, kiende kwenye mstari ule ule, ufanye kwa ubora ule ule, usianze kupindisha. Kwa sisi ni mawakili kwa hata hizo siri za Mungu. Kumbuka duniani sisi hatumiliki chochote. Fedha na dhahabu Bwana anasema ni mali ya kwake. Kumbuka amesema mbingu na vyote, anasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, pamoja na wote wakaao ndani yake. Na wewe mwenyewe, wewe na fedha zako na wanyama wako na ardhi yako na nyumba yako na mke wako na kila kitu chako ni wa Bwana. Anasema katika Zaburi 24:1, vyote mbingu na nchi vinavyojaza ndani yake ni mali ya Bwana. Kwa kama ni mali ya Bwana, hakikisha unatazama kwa jicho kama Bwana analotazama. Kwa wewe ni msimamizi, na uwakumbuke kwamba siku Bwana akinitaka nitoe hesabu ya hiki nilicho nacho, ninachotumia, nitafanyaje? Nitatoa hesabu yangu itakuwaje? Je, nitakuwa ni vema mtumwa mwema na mwaminifu, ama nitakuwa mtumwa mbaya na mwovu ambaye nitakuwa nimeharibu kile kitu ambacho Bwana wangu amenipa? Kwa epuka sana habari za kujimilikisha sana. Ukijimilikisha sana vitu vinaingia moyoni. Maana unakuta kitu kikiondoka kwa sababu ulijimilikisha, inakuharibia sana utaratibu. Kuna mmoja ambaye aliwahi kujimilikisha, anasema alivuna vizuri, alijenga gara, kavunja ndogo gara ndogo, akasema najenga kubwa, sasa naiambia nafsi yangu pumzika, kwa sababu sasa amepata choyo. Anasema Yesu katika mfano wake ule, anasema uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu alivyonavyo.
Unaweza ukawa na vitu lakini uzima wako hauko ndani ya hivyo vitu. Jilinde na choyo. Ukijilinda na choyo ni kwa namna ya kuwa si mmiliki lakini msimamizi. Kama fedha mimi nikisimamia, ina maana msimamizi wangu akiniambia zipeleke kanisani, zipeleke kwa watoto yatima, zipeleke wapi, nitazipeleka kwa moyo mmoja, kwa sababu si zangu lakini nimeaminiwa kuzimiliki. Unajua hizo fedha ulizonazo Mungu anaweza kumwamini mtu mwingine yoyote akampa, hata kama sio wewe. Kwa ukijua hilo, utakuwa na nidhamu, utakuwa na heshima, utakuwa unaanza kutazama kwa namna hiyo. Kwa uaminifu unakuletea kuwa nimeaminiwa, nitajibu, lakini nitatoa hesabu. Hiyo inakusaidia, na kwa kufanya hivyo itadharisha nidhamu, itadharisha unyenyekevu, itadharisha uadilifu, lakini itadharisha ubora. Kwa sababu kama unajua nitatoa hesabu, nitasimamishwa kutoa hesabu. Unajua hata baada ya maisha haya tutasimama mbele za Bwana kutoa hesabu ya namna tuliyatumia maisha yetu. Kwa lazima ukae chini utafakari ya kwamba utajibu nini siku hiyo. Utajibu nini siku hiyo. Kwa kumbuka kabisa kwamba Mungu hakupi kitu kwa sababu unakitaka, na anakupa kwa sababu unaweza kukitunza vizuri. Kama umeshindwa kuitunza vizuri 10,000, hata Mungu hatakuamini kukupa 100,000, kwa sababu utaharibu vile vile, kwa sababu hauwezi kuwa na mtazamo sahihi katika utunzaji. Je, fedha zako unazo budget za kuzitumia? Mali zako unazitumia kwa utaratibu mzuri? Muda wako unao ratiba ya kila siku kutumia? Afya yako unao utaratibu mzuri wa kuitunza? Kwa kama hauna utaratibu mzuri, sahau katika kupata vitu zaidi ambavyo Bwana anakuamini. Hautaaminika kupata. Na kitu chochote usichokitunza vizuri, chochote ambacho wewe si mtunzaji mzuri, utakipoteza. Kumbuka Bwana alifanya muujiza, watu wakala mikate 5 na samaki 2, akawaambia wanafunzi, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisibaki chochote. Huo ni uwakili mzuri, usimamizi mzuri, kwa kisitupwe chochote katika kile kitu ambacho Bwana amewafanyia wale watu muujiza. Wanasema wakakusanya wakapata vikapu 12. Kwa huo wanakusanya hata vile vipande vidogo, hata vile vichenji unavyoviacha dukani, keep change, unaanza kuvifuatilia, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu amekuamini nacho. Hautatumia ovyo ovyo, kwa sababu umeaminiwa na Mungu katika vitu hivyo. Mpaka hapa ninaamini ya kwamba umefikia pazuri katika kunielewa katika huu mtazamo wa uwakili, na ninakusihi labda nikuulize swali moja ya kwamba kama Mungu leo angetaka ripoti ya maisha yako, ungekuwa tayari kumpa? Ungekuwa tayari kuitoa? Na ungekuwa tayari wa kuitoa hiyo ripoti ya maisha yako? Kwa miaka ulioishi duniani umefanya nini? Kwa miaka uliokaa hapa duniani umefanya nini? Vitu alivyokuamini navyo umefanya nini? Sababu wewe ni mzima, una afya, unanisikiliza hapa, lakini umefanya nini katika umri ulionao, katika miaka ulionayo, Mungu aliyokuamini nayo, umefanya nini? Kumbuka wengine wameshaondoka duniani wadogo kuliko wewe, wengine wamekufa, wameacha, wengine walikuwa na fedha kuliko wewe, wengine walikuwa na wana tabu zaidi yako, lakini kuna vitu wamefanya. Wewe ungeondoka leo, au ungetakiwa ripoti yako leo, ungeweza kutoa ripoti ya namna gani? Basi libaki kuwa swali kwako, lakini vile vile ukiendelea kujijenga katika mtazamo wa uwakili, kujijenga katika mtazamo wa usimamizi, kuwa msimamizi, a manager, itakusaidia sana kuboresha hali ya maisha yako, itakusaidia sana kujenga nidhamu, itakusaidia sana kujenga unyenyekevu, kujenga uadilifu, lakini vile vile moyo wa kuthamini wengine, kwa sababu hautakuwa na kiburi, lakini utakuwa ni mnyenyekevu. Mpaka hapa mimi sina la ziada. Nikushukuru sana kwa sababu umefuatilia ujumbe wetu huu, na nikusii jambo moja, unaweza ukacomment hapo, unaweza ukasubscribe kwenye channel yetu hapa, lakini vile vile unaweza ukashare na rafiki zako kwa ajili ya kuendelea kujifunza zaidi, lakini ujumbe kama huu uendelee kuwafikia watu wengi kwa namna ya kuendelea kujengana na kutengeneza vitu vilivyo bora zaidi. Mimi ninakushukuru, ni ndugu yako Japhet Katana, na nitafurahi sana kupata mrejesho wowote kutoka kwako. Kama kuna jambo umelifunza, kama kuna jambo limekubariki, kama unatamani kuendelea kuwasiliana na kufuatilia video nyingi mbalimbali zilizotangulia, zipo katika hii channel yetu hapa, zifuatilie, angalia nyuma,
follow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunaandika mambo mbalimbali ambayo yanaweza pia kukuongezea ubora katika kuendelea katika hii safari ya maisha. Mimi nikutakia kila la heri na ninakushukuru kwa muda wako ambao tumekuwa pamoja hapa. Bye bye. Thank you so much.